Mwenyezi Mungu kutuwezesha kufika katika miaka hii 50 na kutuonyesha hii historia ya miaka 50 ya Sabasaba Golden Jubilee. Kama jina lake lilivyo Golden Jubilee, hii ni hazina kama ilivyokuwa hazina dhahabu. Kwa hiyo hii ni dhahabu, na sisi tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sehemu ya historia. Na hapa sasa hivi tumemaliza kusherehekea, naanza miaka 50 ya Sabasaba. Tunawaambia Watanzania wajiandae, wasiache kuja kutembelea maonyesho. Tumewaandalia fursa nyingi sana, ambazo maonyesho haya yanapoanza tarehe 28 na yanapomalizika tarehe 13, basi Mtanzania wote kama hajafaidika na fursa hii ajilaumu mwenyewe. Kwa kweli sisi kama Mamlaka ya Maendeleo ya Biashara Tanzania, kwa kushirikiana na Wizara yetu ya Viwanda na Biashara, tumeweza kuandaa maeneo na programu nyingi sana ya Watanzania kuweza kufaidika. Hatukuacha grupu lolote ama kundi lolote. Tumehakikisha maonyesho haya yamebeba tasnia ya Watanzania yote. Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ametengeneza mazingira mazuri, ameyabeba maonyesho haya kimataifa, ameyatangaza, na kama mnavyoona makampuni yameongezeka, tuna makampuni 253 mpaka sasa hivi. Kwa hiyo fursa hii Watanzania tuitumie, na kesho ndo asubuhi saa 4 tunaanza maonyesho haya. Kwa hiyo natoa wito kwa Watanzania wote wasiache kuja kushiriki na kuwa sehemu ya historia ya miaka 50 ya Sabasaba Golden Jubilee, na ninawaambia Sabasaba 2026 hii ni kubwa kuliko. Maonyesho haya kwa mwananchi mmoja mmoja yana fursa nyingi sana, kwa sababu kwanza wanakuja kujifunza fursa. Kuna wenzetu wametoka nje ya Tanzania wamekuja hapa, wana vitu ambavyo sisi wa Tanzania labda tumevifanya nusu, wao wamekamilisha, au wao wamefanya nusu, sisi tumekamilisha. Kwa hiyo fursa ya kunetwork, lakini fursa ya kupata mawazo ya kuwekeza na kufanya biashara, lakini pia fursa ya watafiti, Watanzania watafiti ambao wanatafuta mambo uvumbuzi wa mambo mengi tu ambayo mengine ya kijamii, ya kibiashara, lakini hapa tunasema ndio kituo ambacho unapata solution. Kwenye haya maonyesho kuna suluhisho la kila kitu ambacho Mtanzania anahitaji. Kwa hiyo waje washiriki maonyesho, Mtanzania mmoja mmoja aje ashiriki, watafiti waje kuja kupata network zaidi na kujifunza, kuona fursa zaidi, kufungua mawazo pia. Unakuja unaona mawazo mengi, kwa sababu dunia iko hapa sasa hivi. Kwa hiyo Mtanzania anapokuja hapa anakutana na dunia, na anapoondoka hapa anachota mawazo mengi, hatimaye anatatua changamoto za kiajira. Lengo kubwa pia la haya maonesho ni kwa ajili ya kujenga connection, kujenga mtandao wa kibiashara na kifursa. Hivyo basi tunatoa wito kwa wananchi kuanza kufika kwenye maonesho haya mapema kwa lengo la kujifunza, lakini vile pia kwa lengo la kujiconnect, la kutengeneza mtandao wa kibiashara. Maana kikubwa pia ni kutengeneza mtandao wa kibiashara ili waweze kukua, kwa sababu kama ambavyo mkurugenzi amesema kuna mataifa mengi ambayo yatakuwa yamefika katika eneo hili. Hivyo basi ndio wakati ambao inabidi wafike na kuona wenzetu katika mataifa mengine wanafanya nini na sisi pia tunafanya nini, ili kuweza kuboresha bidhaa zetu kwa kupata ujuzi au uzoefu kutoka kwa wenzetu. Kwa hiyo sisi wito wetu kama serikali ya wilaya ni kuomba wananchi wetu kwanza kuhakikishia usalama upo wa kutosha. Tumejipanga vizuri katika eneo la ulinzi na usalama, waje wakijua kabisa eneo hili liko salama, na watafika salama na watatoka wakiwa salama. Msimu huu wa Sabasaba, usiruhusu biashara yako ipoe, kwa sababu Global TV inakupa fursa ya kuchangamsha biashara yako. Okoa hadi 50% ya gharama za matangazo na uwafikie mamilioni ya wateja kupitia vifurushi vyetu maalum vya Sabasaba. Chagua kifurushi chako kuanzia $2.5 hadi $1.5 tu. Matangazo ya mitandao ya kijamii, Reels, radio na YouTube pre-rolls, vyote vipo kwa ajili yako. Ofa hii ni kwa msimu huu wa Sabasaba tu. Wahi sasa. Wasiliana nasi kupitia namba zinazoonekana kwenye skrini yako. Global TV, tunakuza biashara yako.